Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Tukufu kwako e Bwana. Sura ya 25 aya ya 31 na kuendelea. Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele yake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukaukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu zangu wapendwa, leo tunaadhimisha Jumapili ya 34 ya mwaka wa kanisa. Jumapili hii imewekwa na kanisa kuwa Jumapili ya Kristo mfalme. Tunamkiri Kristo Yesu kuwa ni mfalme juu yetu. Tunamaliza mwaka tukikiri kwamba amekuwa mfalme juu yetu kwa mwaka mzima, lakini wakati huo huo tunaanza mwaka mpya tukimkiri Kristo kwamba ni mfalme, na tunataka tuongoze kama mfalme wetu kwa mwaka mzima unaokuja na maisha yetu yote. Sasa tunachotaka kutafakari leo hii, ndugu zangu, ni swali linalouliza, je, ni kweli Yesu Kristo ni mfalme? Ili tuweze kuelewa vizuri juu ya jibu la swali hili, tunajiuliza maswali yafuatayo. Ufalme unapatikanaje au ulipatikanaje? Tunapojibu maswali haya, tunajipatia majibu kama kweli Yesu Kristo ni mfalme au la. Ufalme unapatikana ikiwa mtu anaanzisha himaya yake na anakuwa kiongozi, anakuwa mfalme juu ya himaya hiyo. Bwana wetu Yesu Kristo ni mwanzilishi wa himaya ya wanadamu, mwanzilishi wa himaya ya vitu vyote vilivyopo, maana yeye ndiye muumba wa kila kitu kilichopo. Hayo tunasoma katika Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 3. Bila yeye hakuna kilichofanyika, bali yeye aliumba vitu vyote. Hivi Yesu Kristo ni mfalme kwa sababu ni mwanzilishi wa himaya ya vitu vyote vilivyopo. Pili, ufalme unapatikana kwa urithi. Mmoja aweza kurithi ufalme kwa mtangulizi wake. Anaweza akawa baba yake, anaweza akawa ndugu, anaweza akawa mtu baki, lakini akauchukua ufalme wake kwa kurithi. Bwana wetu Yesu Kristo, kadiri ya maandiko matakatifu, ni mwana wa Mungu, na Mungu ndiye mfalme mkuu. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu, anayo haki ya kurithi ufalme wa baba yake. Tunaweza tukasoma mambo hayo katika Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 32a. Yeye atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa Mungu mkuu. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu mkuu, anayo haki ya kurithi ufalme wa Mungu mkuu. Hivyo basi Bwana wetu Yesu Kristo ni mfalme kwa urithi. Yeye Bwana wetu Yesu Kristo ni mwana wa Daudi, na Daudi ni mfalme. Alikuwa mfalme juu ya Israeli, na tena maandiko matakatifu yanasema ufalme wake hautakuwa na mwisho. Kumbe Bwana wetu Yesu Kristo
kama mwana wa Daudi anayo haki ya kurithi ufalme wa Daudi baba yake, na ndiye anayeendeleza ufalme huo hadi usiwe na kikomo, usiwe na mwisho. Tunasoma mambo hayo katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 aya ya 7. Lakini pia tunasoma mambo hayo katika Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 32b. Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi babu yake. Mwana wa Adamu. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo anayo haki hiyo ya kurithi kiti cha Daudi baba yake. Lakini pia Bwana Yesu ni mwana wa Adamu. Bwana Yesu akiwa mwana wa Adamu, Adamu ambaye alikuwa mfalme wa wanadamu wote, maana yeye ndiye baba wa wote waliokuwapo, na wanadamu wote wakaitwa kwa jina lake wanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo kama mwana wa Adamu amerithi hadhi ya kuwa kiongozi wa wanadamu wote. Ndio maana wote wanaomfuata wanaitwa Wakristo, na kwa kweli watu wote walipaswa kuitwa Wakristo, maana yeye ndiye kiongozi sasa anayechukua mahali pa Adamu. Kwa hiyo kama mwana wa Adamu anayo haki ya kurithi ule uongozi, ufalme wa Adamu baba yetu. Lakini pia ufalme ulipatikana kwa ushindi. Ikiwa mtu alipambana, akashindana na akamshinda yule mfalme aliyekuwapo, kwa maneno mengine akampindua, angeweza kuchukua na anaweza kuchukua ufalme wake. Bwana wetu Yesu Kristo amepigana, amemshinda yule mwovu shetani aliyekuwa kiutawala ulimwengu huu, naye amechukua mahali pake, amekuwa mfalme juu ya wote waliotawaliwa na huyo mwovu shetani. Mambo hayo tunasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11 aya ya 17. Basi ni kama asemavyo Napoleon aliyekuwa mfalme huko Ufaransa, anasema veni vidi vici, yani I came, I saw, I conquered, yani nilikuja, nikaona na nikashinda. Bwana wetu Yesu Kristo alikuja ulimwenguni, akaona watu wake wanateseka chini ya utawala ule mwovu shetani, akapambana na akashinda, na sasa ni mfalme. Lakini Yesu ni mfalme wa namna gani? Ufalme wake sio kama ule ufalme wa yule mwovu, bali yeye ni mfalme wa amani. Ndivyo tunavyosoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 aya ya 6. Utawala wake hauna mwisho, ni wa milele. Ndivyo tunavyosoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 aya ya 7. Na maana yake pia hauna mipaka, umeenea kote kote kwa watu wote, kwa viumbe vyote mbinguni na duniani. Utawala wake unaenda hadi huko mbinguni. Kauli mbiu ya ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo ni pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Tunasoma kauli mbiu hiyo katika Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 34. Basi wapendwa, sisi tuliompokea Yesu Kristo kuwa mfalme juu yetu, tujazwe na amani tele. Maisha yake yawe dira yetu, mafundisho yake yawe mwongozo wetu, nguvu zake ziwe amani yetu, upendo wake uwe vazi letu, ahadi zake ziwe faraja yetu, ushindi wake uwe motisha yetu, na makazi yake yawe ni taraja letu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Heri ya sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme.